Kiukweli kabisa nimesikiliza mjadala, lakini mada ya leo kama ambavyo inasema kwamba kesi ya Tundu Lissu yageuza nchi kuwa uwanja wa vita, tumekubali. Actually hatupaswi kukubali, kwa sababu mapambano haya kwa namna jinsi yalivyo ni kuhakikisha kwamba mkoloni mweusi anatoka madarakani, na anatoka kwa namna gani? Ni katika namna ambayo ni ya kisheria, na watu wanamtoaje mtu kisheria? Ni kwa namna ya haki ya watu kupiga kura na legitimacy ya kuweka uongozi irudi kwa wananchi. Tunasema kwenye mabadiliko yote au kitu chochote kinachofanyika duniani mara nyingi sio kipya, na tunajifunza kutokana na watu wengine jinsi walivyofanya, na tupo kwa ajili ya learn from history. History inatuambia kwamba kwa namna ambavyo Tanzania tumefikia mpaka sasa hivi ni hatua ya kujipiga kifua na kusema kwamba tumefanikiwa sana. Na kwa namna gani tumefanikiwa? Ni kuangalia tu tulipotoka kuanzia mwaka 61 mpaka leo 2025. Kweli ni miaka mingi, labda tumeongozwa na chama kimoja ambacho ndo kimekuwa kama miungu watu na kutuamulia kwenye kila hatua, lakini hatujawa washindi wa kutangazwa kwamba tumekuwa washindi. Labda haki imeshinda, leo hii tuna haki na tunaishi maisha ya furaha kama ambavyo tunataka, kwamba tunachagua uongozi tunaotaka ambao utatuongoza na unatoka kwenye matakwa ya wananchi. Lakini naona improvement kubwa sana, kwa sababu si kila jambo ambalo unatajwa kuwa mshindi basi ndo ushindi wenyewe. Wakati mwingine kuwa successful pia tunaangalia improvement. Umetoka kwenye hatua moja ambao labda ilikuwa ni ndogo sana, umeenda kwenye hatua nyingine. Nikiangalia nchi nyingi ambazo zimepata mafanikio ambayo leo tunasema ni wana preach the world democracy, kama labda USA, kwa upande wa dunia, kwamba tunapozungumzia baba wa democracy tunaweza tukasema USA ni miongoni. Tukija labda katika nchi pia kama za Afrika, kama hata tusiende mbali, at least wenzetu wanatuonyesha kama East Africa, Kenya, at least kuna improvement ambazo wamezifanya. Sasa ninapoiona Tanzania leo ambayo tunapitia, ambayo haya tunayapitia, nikiangalia nyakati za nyuma ambazo wenzetu walipitia, kwa mfano mataifa makubwa kama hayo, taifa kama USA wakati wa civil right movement ambao ilikuwa wanapambania haki za mtu mweusi, ilifika hivi uongozi ulikuwa yani waliwa oppress sana watu. Kulikuwa na oppression kwa watu walikuwa wanateswa sana, watu weusi, hapakuwa na haki, mpaka kipindi pakatokea movement nyingi sana. Lakini movement ambayo inaongelewa pia sana ni kama hii ya civil ya bwana Martin Luther King. Yeye pamoja na kwamba aliuliwa mwaka 68, lakini historia yake mpaka leo inaishi. Lakini namna ambavyo serikali ya US ilivyokuwa kipindi hiko, ambapo hata mtu mweusi alikuwa haruhusiwi kupiga kura, lakini leo hii mtu mweusi ana haki hata ya kuwa kiongozi na kuchaguliwa. Ilifikia hivi, hali ilikuwa mbaya kabisa, lakini leo kuna a lot of improvement na ilimekuwa taifa la kuigwa. Watu waliteseka kwa namna hii. Ukija hata katika nchi kama Kenya tu, wa jirani zetu, hali ilikuwa hivi. Kuna kipindi ukifuatilia historia ya Kenya wanakuambia hata palianzishwa kitu kama Nyayo Chambers za bwana ule rais wa pili wa Kenya, sorry jina kidogo limenitoka, lakini kulikuwa na Nyayo Chambers ambazo zilianzishwa kwa ajili ya mateso. Walifungwa sana wakina Raila Odinga na wakina Daniel Arap Moi. Alikuwa Arap Moi, ya nimeshakumbuka Daniel Arap Moi. Ukiangalia ni kwamba wakina Raila Odinga ambao tunasema ni father of democracy katika nchi ya Kenya, walikuwa wanateswa, wanafungiwa katika hizo Nyayo Chambers. Walikuwa kipindi hiko hata waziri ukimkosoa tu rais wako, kwa mfano kama kilichomkuta Robert Owiko, alikuwa waziri wake, lakini kitendo tu cha kwamba alienda tofauti na bosi wake yalimkuta mauti. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni mengi. Lakini 2010 ambapo vuguvugu lake lilianzia huko nyuma, lakini likapamba moto 2007 mpaka na 10, you can see the range kwamba mabadiliko yakatokea, na mwisho wa siku Mwai Kibaki akaamua kuingia mezani kwamba okay, imeshafika sasa nchi haiwezi kutawalika tena.
Inachotakiwa ni kwamba kinatakiwa nini? Wenzetu wanataka nini? Wanataka katiba mpya, wanataka waone kwamba uchaguzi unakuwa huru, Kenya inakuwa ya tofauti kabisa, ile Kenya ambayo wanasema tulipambana na tuhakikishe tunapata uhuru. Je, the test of independence iko wapi kama leo hii tulipambana kwa ajili ya kupata uhuru lakini tunateseka namna hii? Ndio maana wakina Jaramogi waliandika mpaka kile kitabu kwamba not yet uhuru. Umeona kwamba where is the test of our independence? Kama leo bado tulipambana katika kupata uhuru lakini bado suffering zimekuwa nyingi. So mwisho wa siku ndo tunaona mpaka leo miaka 15 imepita lakini there is a lot of improvement. Huwezi ukafanikiwa moja kwa moja ukawa mshindi, lakini tunachohitaji ni improvement. Ndio maana leo nasema hatuwezi tukasema tumekubali, bado tuna safari ya kuendelea kupambana. Na hata leo nimeona kwamba ni ushindi mkubwa sana, ni ushindi mkubwa. Hata ukiangalia nchi kama Zambia ambao tunaizungumzia tu ya juzi tu, wakina Ichilema jinsi ambavyo wamefanya, walienda jela kwanza na yalitokea mambo kama haya. Unaweza kuona it's like a joke, it's like a dream kwamba inaongelewa tu, lakini it won't happen, this is Tanzania vitu, lakini haikuwa hivyo. Hata Boers wale walivyotawala South Africa, utawala wa kizungu, wanasema kwamba ilifika mahali kwamba sasa mtu mweusi naye anataka kumiliki nchi, kuwa na nchi naye, kwamba anataka ule unyanyasaji uishi. Umeona, ikawezekana mwaka 94 kupitia ANC. Hivi vyote vinaonyesha kwamba hapana kitu ambacho kinashindikana. Leo kama CCM wamefika mahali, tukipiga miaka ya 91 ukisikiliza maoni ya wananchi, walikuwa zamani wanaona kama kuwa tofauti na serikali it's like kwamba wewe ni kama muhaini fulani, ni kama unataka kuhujumu nchi. Kwa hiyo walikuwa yani, kwa sababu elimu ilikuwa ndogo, walikuwa wanaona kwamba CCM ndio chama pekee ambacho kinapaswa kutawala nchi hii mpaka mwisho wa dunia. Waliona hivyo. Lakini leo hebu tembea nyumba milango hata 10 tu, katika nyumba 10 bila kupepesa macho, kama tutagawana sana itakuwa nyumba 5. Wengi wanataka mabadiliko, wengine hata hao ambao watasema wataki mabadiliko moyoni mwao labda wanaogopa tu kwamba huyu tunamwambia anaweza akawa hata usalama akaja tukashtakiwa, lakini actually watu wanataka mabadiliko sana. Na hii inaonyesha kwamba ndio maana CCM kuanzia miaka ya hivi karibuni wameona kabisa kwamba hatuwezi kuwa na uongozi, hatuwezi kuwa na hii power ambayo tunayo kama tutarudisha nguvu hii kwa wananchi, kwa sababu wanajua wananchi sasa hivi kilio chao, wanataka mabadiliko. Wananchi sasa hivi wanaelewa. Ni kweli kabisa kwamba unaweza ukaona tukio kama la leo ukajaribu criticize kwamba kweli wa Tanzania tunazingua, tunafanyaje. It's okay kila mtu kusema, kwa sababu huwezi kuzuia maoni ya mtu, lakini hata mimi naweza nikawa na mtazamo wangu wa tofauti kwamba leo tumefanya kitu kikubwa sana, leo tumeonyesha kitu kikubwa sana. Hakijaonyeshwa na wengi, lakini mimi naamini hakijawapendeza wengi. Ni kweli watu wengi hawajaonyesha kwamba kwenda pale labda kufanya ile mass mobilization kama ambavyo tunatamani iwe, lakini watu wengi hawajapendezwa na kitendo cha leo. Na watu wanaona na watu wanahifadhi hivi vitu, na mwisho wa siku hivi vitu vina mwisho mbaya sana, kwa sababu havijawahi kuwa na mwisho mzuri. Hata ukiangalia wakina Omar wale ambao wakina Omar al-Bashir, rais ule wa Sudan, aliamini haya, lakini mwisho wa siku alitema mate juu akamdondokea mwenyewe. So you can see kwamba vitu vinakwenda, mwisho wa siku watu wakaja tu kuandamana kwa ajili ya mkate, na mkate ndio ukamuondoa katika uongozi. Leo vitu vingi, sababu za msingi sana, leo watu hawajitokezi, lakini mimi naamini vitu watu wanahifadhi. Watanzania wapendi kuona vitu vya namna hii, kama watu wanaona kwamba kwa nini hiki chama ambacho leo hii kinajitoa mpaka kwenye uchaguzi, chama ambacho kinaambiwa hakina nguvu, chama ambacho hakina chochote, chama ambacho kinachochea maasi, kama ambavyo kinakuwa label, inakuwaje ndio chama ambacho serikali kinapambana nacho kila kukicha? Unajua hata kama mtu wanasema hajapay attention kwa ajili ya hilo jambo, unamfanya apay attention kwamba kwa nini yani chama hiki ambacho toka tumeanza, nafikiri toka nchi imeitwa Tanzania, hatujawahi kushuhudia kwamba
chama kinaongelewa. Hiki chama nakumbuka kimeanza kuwa midomoni mwa watu, haijapita wiki, up to this moment tuko April, ni kwamba toka uchaguzi wa ndani wa hiki chama mpaka kumefikia leo haijapita wiki nzima hiki chama hakijawa topic country, yani chama kimekuwa topic nchi nzima, yani haiwezi kupita wiki. Ni kitu ambacho ni cha tofauti sana. You can see kwamba hiki chama kiko kwenye midomo ya watu, mioyo ya watu, akilini mwa watu. Watu wanafikiria leo, watu asilimia kubwa wanazungumzia tukio la leo. Huu ni ushindi mkubwa sana. Sisi tunatamani kwamba watu hata kama hawataoneka basi at least watu wazungumzie kitu fulani kwamba kihusu mabadiliko. Watu wanatamani kuona kama leo kumetokea injustice, ni watu wangapi leo wamereact kutokana na injustice ambayo imetokea, na media kibao leo zinaongelea tu habari hii. Kwa hiyo mimi niseme kwamba kesi ya Tundu Lissu kweli ninaumia sana kuona kwamba mtu ambaye kiuhalisia kabisa amesoma, ana elimu yake, amefanikiwa, ni mtu ambaye ameona vitu ambavyo haviko sawa, ameona asibaki kimya, kwa sababu the hottest place in hell ni kwamba inakuwa reserved for those who remain silent katika kipindi ambacho kuna shida kama hizi. Kwa hiyo ameona kwamba I have to change something. Lakini leo hii serikali hii ambayo imeshindwa kumtumia mtu wake, wameona sasa wamfanyie kitu kibaya. It's painful, lakini anafanya siku moja kwa ajili ya vizazi vijavyo, anafanya siku moja historia yake itaandikwa kwa wino wa dhahabu. Na hii tunaliona kwa sababu historia ya nchi haiwezi kupita katika mabadiliko ya kweli ya kidemokrasia pasipo kutaja jina la Tundu Lissu. Kwa hiyo Lissu kuwepo gerezani inauma na haiwezi kuchange hilo, lakini haibadilishi mwelekeo kwamba mpaka sasa hivi anaonyesha ni kwa namna gani kwamba tunapaswa kuwa na mioyo kamavu kuhakikisha kwamba koloni mweusi anaondoka madarakani, na hii nguvu ya legitimacy ya kuweka uongozi inarudi kwa wananchi kama ambavyo inatakiwa. Na haya mambo ya hovu ambayo yanaendelea yanakwisha. Na furahi sana pia kuona nguvu ya mitandao imekuwa kubwa sana. Hii ni improvement kubwa sana, kwa sababu ukiweza pia kushika mitandao ya kijamii ambayo sasa hivi ndo silaha kubwa sana duniani, pia ni propaganda zote zinazalishwa humo. Ukiweza kuzuia, ukiweza kupambana kufanya, ukawa na watu ambao wana nguvu ya kuhakikisha wana preach what is right, ni kwamba utaona kabisa kuna improvement kubwa ambayo inafanyika. Kwa sababu just imagine sasa hivi hakuna mtu ambaye ana uwezo, yani ukiona mtu anaposti ni mtu labda wa chama tawala, unaona kabisa comment ambazo zinashuka chini yake. Kama ameposti masuala ya kiserikali, unaona kabisa ni negative. Leo hii hata ukiwa unaheshimika ukaposti tu hata na rais wa nchi, imagine kwenye mtandao wa kijamii watu wanakushambulia rais wa nchi, badala hata ukaonekana kwamba yani leo wewe ni mtu tu normal person, au watu walikuwa wanakupa heshima, ulikuwa unafanya kitu fulani, the moment utaonekana tu kwamba uko umepiga picha na rais wa nchi, umefanyaje, it is a shame. Yani kitu ambacho ni cha ajabu sana. Angalia jinsi ambavyo serikali hii imeanza kupungua, yani haina mvuto. Hilo ni jambo baya sana kwenye mitandao ya kijamii. Yani jambo kama hilo nategemea mtu anapopiga picha na rais wa nchi, kiongozi mkuu wa nchi, iwe faraja, watu wawe proud kwamba aisee jamaa amepiga hatua, ni kitu kikubwa sana. Lakini leo hii yani ni aibu, hata picha yako unaweza ukaificha mbali. Sasa tunapoelekea, kiukweli ninaona ushindi ni mkubwa sana, na kiukweli tunakaribia ushindi. Tusikate tamaa. Hii nguvu ambayo tunaendelea kuifanya, mabadiliko ni hatua, na hatua hii lazima kila hatua iandikwe katika historia. Kwa hiyo ninafurahi namna ambavyo tunaenda. Watu wanaumia sana, pakuumia tunaumia, lakini kuna kitu nakiona kikubwa sana, na kila mtu ambavyo anachangia mawazo yake, I think kwamba kuna mahali tutafika na si mbali sana. Kwa hiyo ni hayo tu ambayo nilitamani kusema, na ninashukuru sana kwa muda wenu.